lakini story kubwa ni mwamuzi ambaye ameonekana kuzungumzwa kwa kiasi kubwa ambaye ni Beida, na huyu ni mwamuzi ambaye aliwanyima Dar es Salaam Africans, kama mnakumbuka watazamaji wa Ondo TV, kufika hatua ya robo finali. Of course ni kizungumzia moments ambayo imetokea kwa mwamuzi Beida kwa sababu tunaamini kwamba football imekuwa na matukio kaza. Of course nitaamini kwa kile kitu ambacho amekuwa anakifanya, kwa sababu tunaamini kwamba Beida ni professional, tunasema professional referee ambaye ana uwezo mkubwa. Kuna moments ambazo amekuwa anazifanya ambazo naweza nikasema kwamba kuna somehow waka kuna yale makosa ya kibinadamu ambayo yanajitokeza, lakini cha kwanza nitaamini hata CAF ambao walimpatia nafasi ya kuweza kujua kitu gani ambacho anaweza akakifanya. Lakini kitu kingine pia kwa Beida ambacho nimeona ameweza cruise ile concentration ndani ya kiwanja, kwa sababu tunaamini kwamba football sasa kwenye ile finali, kwa sababu tunaamini kwamba Beida ni moja kati ya mwamuzi ambaye ana CV kubwa kwenye michuano ya kimataifa, lakini pia kuchezesha kwenye ngazi za vilabu maybe barani Afrika. Tunasema kwamba mechi za AFCON, CHAN, lakini pia CAF Champions League, CAF Confederation League Cup, aidha kwenye hatua robo finali, hatua nusu finali, finali pia ikiwezekana. Ni moja kati ya mwamuzi ambaye amekuwa anaaminiwa. Lakini kitu kikubwa sana ambacho naweza nikakizungumza kwa Beida, namna ambavyo unaweza kusema kwamba ambayo imetokea, kwa sababu tunaamini kwamba namna ambavyo Jean Chazawa amepiga ile free kick, imekutana na mtu kama Steven Desemkwala, ameunganisha moja kwa moja, lakini mwamuzi anasema kwamba ilikuwa ni clear offside. Lakini nafikiri kwamba VAR bado mwamuzi wakati anao nafasi ya kuweza kujua kwamba ni maamuzi yapi ya msingi ambayo anaweza akayatoa, kwa sababu kama unaamini kwamba ile ilikuwa ni clear offside, it means kwamba mimi nilikuwa, of course to be honest, nilikuwa nategemea kwamba VAR ingechora ule mstari wa mwisho ambao tunasema kwamba the last line, kwamba kuonesha kwamba yes ilikuwa ni clear offside, kwa sababu kipindi mpira unapigwa unaangalia mtu kama Steven Desemkwala namna ambavyo alikuwa kwenye organized players wa coach RS Berkane, tunaamini kwamba walikuwa ni wengi, lakini Steven Desemkwala namna ambavyo ametoka kwenye mstari wa wachezaji wa RS Berkane ameenda moja kwa moja, unaweza kusema kwamba ilikuwepo gap kwa kiasi hicho, lakini sio kwa kiasi kikubwa. Kocha kwanza lazima upongeze ule ubunifu ambao amekuwa nao mtu kama Steven Desemkwala, namna ambavyo amefunga ile goli. Nafikiri kwamba ilikuwa kama free header, ameonyesha ule bora kwamba ni mchezaji wa namna gani, lakini amefunga, amedumbukiza mpira ndani ya lango, alafu mwamuzi anasema kwamba ilikuwa ni clear offside. Kwa hiyo to be honest, kwa mimi namna ambavyo nimeona, kwa sababu kwenye uchambuzi wa habari za mchezo tunasema kwamba waka kuna mambo mawili, kuna fact lakini pia kuna opinions ni maoni ya mchambuzi ambaye anakuwa anatoa maoni, lakini pia fact ni ukweli ambao unazilishia kwamba yes ilikuwa ni sahihi au haikuwa sahihi. Lakini to be honest, namna ambavyo niliona ilikuwa ni goli halali kabisa, siwezi kusema kwamba haikuwa goli kulingana na ule kitu ambacho kimetokea ndani ya uwanja. Kama alikuwa goli halali basi VAR it means kwamba kwa sisi ambao tumepata nafasi ya kushuhudia mpira kupitia kwenye television, VAR ingechora ile mistari kwamba yes ilikuwa ni clear offside au haikuwa clear offside, kwa sababu tumeona moments ambazo zimekuwa zinatokea kwa mfano kama bara la Ulaya, VAR ambazo zimekuwa zinatumika maybe kwenye ligi ya Hispania, ligi ya EPL ambayo tunasema kwamba English Premier League, VAR imekuwa inachora ile mistari kwamba inazilishia kwamba hili ilikuwa ni goli au alikuwa goli. Kwa hiyo cha kwanza naweza nikasema kwamba Beida ambaye alikuwa ni mwamuzi wa mchezo wa finali kombe la shirikisho barani Afrika Simba Sports Club ambao alikuwa anakaribisha RS Berkane, cha kwanza naweza nikasema kwamba amefanya makosa kutoenda kuangalia VAR, kwa sababu kama mwamuzi hujapata yale tunasema kwamba the last decision, lazima aende angalie mwenyewe kwamba kitu gani ambacho kimetokea kwenye video assistance of referee au kwenye chumba ambacho tunasema kwamba angepaswa kuangalia kwamba ni kitu gani ambacho kimetokea, lakini mwenyewe alikuwa anasikiza. Nafikiri kama utaratibu ambao amekuwa nao mwamuzi kama Beida, kwa sababu kama tunakumbuka ile goli la Stefano Azikiwe ambalo alifunga, watu wanasema kwamba of course ilikuwa clear goal, lakini Beida mwamuzi ambaye alitoa yale maamuzi, kuna watu ambao walishindwa kuelewa yale maamuzi ambayo aliyafunga. Ilikuwa ni goli halali kabisa la Stefano Azikiwe, lakini mwamuzi huyu ambaye aliwanyima goli Dar es Salaam Africans kwenye mchezo wa robo finali, yani Young Africans Sports Club ambao walikuwa wanakaribishwa na Mamelodi Sundowns pale bondeni. Lakini pia this time around ameweza kufanya zile L au mistake ambazo alikuwa amezifanya kwenye mchezo wa finali Simba Sports Club ambao
walikuwa wanakaribisha na RS Berkane. Of course tusubirie maybe CAF wanaweza katoa majibu kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea, kwa sababu na CAF bado wanayo room ya kuweza kujiuliza kwamba maybe majibu inabidi yatolewe, kwa sababu to be honest kwangu mimi ilikuwa ni clear goal kabisa, siwezi kuweka doubt yoyote. Lakini pia Patrick Motsepe pia ambaye alikuwa uwanjani, inawezekana madhaifu ambayo yametokea kwa waamuzi baada ya room kubwa ya kuweza kujiuliza kwamba kitu gani ambacho anapaswa akifanya kwa kiasi kubwa, kwa sababu mechi kubwa za finali unahitaji waamuzi ambao wana CV kubwa. Siwezi kukataa kile kitu ambacho amekionyesha mtu kama Beida. Ni mwamuzi ambaye ana uwezo mkubwa, ana experience kubwa, lakini lazima uangalie kile kitu ambacho amekifanya.